بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wapenzi watazamaji wa Istiqama Swahili TV, karibuni tena katika kipindi chetu cha Kahawa ya Ramadhani, kipindi ambacho kinakujieni kila siku ya Ramadhani baada ya sala ya tarawih, kipindi ambacho kinasheheni mashekhe mbalimbali kwa kuja kutufunza na kutuongoza na kutukumbusha yale ambayo yanatupasa na yanatuwajibikia kuyatenda na kutoyatenda mengine katika maisha yetu ya dunia na dini yetu ya Kiislamu kwa ujumla. Kipindi chetu cha leo tunao mashekhe wetu kama kawaida, Sheikh Sultan bin Nasr Al-Yami na Sheikh Mahfudh bin Salim bin Khamis na Sheikh Rashid Al-Aisari wakija kutujuza leo swala zima kuhusu tarawih. Ikiwa bado hujasubscribe katika channel yetu, basi tunakuomba usubscribe, ucomment la ulike ili ya kufikia kila iliyokuwa mazuri na mapya pale ambapo yanaandaliwa kukufikia wewe. Mashekhe, karibuni katika kipindi chetu tena. Ikiwa leo tupo katika mwezi sita, na jana nadhania tulikuwa ndio sisi katika kuelezea umuhimu wa utukufu wa Qur'an Karim. Leo basi tuangazie kuhusu swala zima la tarawih. Ni swala ambayo inasaliwa katika hichi kipindi cha Ramadhani peke yake. Haipo tena katika miezi mingine nje ya Ramadhani. Kwa kuanzia tuanze na tarawih. Tarawih ni kitu gani? Bismillahirrahmanirrahim. Wanasema tarawih, salatu tarawih ni sunnatu muakkada yuaddiha almuslimun fi layali Ramadan min ba'di salati al-isha'i ila tulu'i al-fajr. Kwa ni sunna ambayo ilitolewa mkazo, imesisitizwa, ambayo wanafanya Uislamu, wanasali Uislamu katika masiku ya Ramadhani baada ya sala isha mpaka kuchomoza kwa alfajiri. Kwa maana muda wote ule usiku mtu ana uwasa wa kusali hizi tarawih. Sala tarawih ni sala maalum ambayo inasaliwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani baada ya sala isha mpaka kuchomoza kwa alfajiri. Tumezoea katika nchi yetu ya Tanzania kwa ujumla kwamba tumemaliza isha tu tunaunganisha. Lakini kwa taarifa hii iliyotaja inawezekana tukasali saa 6, tukasali saa 5, ni makubaliano tu baina. Ndio maana mashekhe anasema tarawih kwamba hii inatokana kwamba mtu raha, yani kwamba tunasali fana labda jamani tukakaa kidogo tupumzikeni. Tukakubaliana tukasali raka 4, tukasoma dua, tukatoka nje kidogo, tukarudi tena. Kwa maana kiselezema kama sisi tulivyo ada kwamba baada ya isha tu, wengine baada ya isha tu walisimama hata ile kukaa kidogo usali sunna nini, masabu sunna raka 20. Kwa maana wanasema kwamba kwa baada ya tarawih imekuwa uzito. Sasa kuna baadhi ya mtu anasali sasa nimechoka kapumzike. Lakini asli kwamba kila baada ya raka fulani tunakaa tunapumzika, kama tutakunywa kahawa, kama tutakunywa maji na nini jile sahihi fulani, kwa mtu anapelekea kwamba apende kama hii ni raha tunafanya katika ibada yetu. Mashaallah. Wanasema kwamba yani wakati huo salafi salih waliotangulia nyuma walipokuwa kisali tarawih, imeitwa tarawih min at-tarwiha, kupumzika. Kwa sababu walikuwa wanaposalisha au wanaposali wanarefusha katika kisomo. Mashaallah. Kwa hiyo walikuwa wanachoka, wanapumzika katika kila raka 4. Ndio maana inaitwa tarawih. Sababu walikuwa wakirefusha katika kisomo. Mashaallah. Hapo shekhe madhali ushaanza na kutupia wewe tena swala hapo. Ilianzaje hii swala ya tarawih? Je, ilianza pale Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofaradhishwa saum, au nipi tarehe ya kuanzishwa kwake yani? Naam. Swala ya tarawih ilianza wakati tayari masahaba wako Madina na Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko Madina, washafanya hijra. Washafanya hijra. Na mwanzo ilipoanza kama anavyoeleza Bibi Aisha radhiallahu anha, alitoka Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda msikitini akasali na watu wakasali nyuma yake. Thumma fil lailatil qabila, katika usiku uliofuatia, kathura an-nas, watu wakakithiri katika msikiti kwenda kuunga jamaa, kwenda kuunga ile jamaa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Thumma ijtama'u fil lailati ath-thalithati aw ar-rabi'ah, kisha wakazidi na kukusanyika wengi zaidi
katika usiku wa 3 au usiku wa 4. Kwa maana kwamba baadhi ya ulama zikienda wanaongezeka mpaka kufika usiku wa 4. Baadhi ya ulama wanasema walifika usiku wa 3, wengine wanasema usiku wa 4. Ikawa Mtume sallam hakutoka kwenda kuwasalisha wale watu. Sasa watu wakashangaa, kwa nini Mtume sallam hakutoka katika huu usiku wa 3 au katika huu usiku wa 4? Sawa. Sasa ilipofika asubuhi, Mtume sallam akataka kuondoa manake ule mshangao ambao ulikuweko kwa masahaba zake, akawaambia, laqad ra'aytu ma sana'tum, nimeona kile ambacho mmekifanya, mmejazana katika msikiti, walakinani ma mana'ani min al-khuruj ilaykum illa anni khashitu an tufrada alaykum. Subhanallah. Lakini mimi sikuogopea kutoka kwenu nyinyi kusalisheni katika hii sala, isipokuwa nilihofia isije ikafaradhishwa ikawa faradhi. Sasa naam. Kwa hiyo sala tarawih ilianza katika mtindo huo. Mtume sallam aliwasalisha watu masiku machache, na ilianza moja kwa moja kwamba yeye anawasalisha. Anawasalisha, sio kwamba alianza peke yake kusali alafu akaunga wengine. Sasa hapo haikutajwa kwamba je alianza peke yake, lakini inapotajwa katika hadithi ya Aisha kwamba Mtume sallam alitoka katika msikiti, watu wakasali tarawih jamaa. Sasa baada ya hapo ikawa, baada ya Mtume sallam alipokuwa anahofia kwamba kuwasalisha watu isije ikafaradhishwa, ikawa watu wanasali lakini kila mtu anasali peke yake badala ya jamaa. Badala ya jamaa. Ikaendelea hali hiyo mpaka wakati wa Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kwa watu wanaendelea kusali sala tarawih katika misikiti. Wengine wanasali msikitini, wengine wanasali katika majumba yao, lakini kila mmoja anasali peke yake. Mpaka alipokuja Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, inasemekana katika mwaka wa 14 Hijria. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mwanzoni mwa khilafa yake, alipopita msikitini akakuta watu wanasali sala tarawih, walakinahum yusalluna mutafarriqin. Wanasali kila mmoja peke yake. Akasema Umar radhiyallahu anhu, law jama'tu haula'i an-nas ala imamin wahid lakana amthal, lau ningeweza watu wote hawa nikawakusanya kwa imamu mmoja, yani katika jamaa, ingekuwa ni jambo bora zaidi. Kwa hiyo hapo Umar akaamrisha kwamba watu wasali sala tarawih katika jamaa, na akawachagulia imamu ambaye alikuwa kahifadhi Qur'an al-Karim, anaitwa Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu, ambaye alikuwa ni imamu al-Qurra. Yeye ndo akawa anawasalisha watu. Na pia Tamimu ad-Dari pia katika maswahaba akawa anamsaidia Ubay bin Ka'b katika kuwasalisha watu. Kwa hiyo kuanzia hapo ndio ikawa sala ya tarawih inasaliwa kwa jamaa. Na Umar bin Khattab alipotoka kwa watu akawaona wanasali ile sala kwa jamaa, akafurahishwa sana, akasema ni'matil bid'atu hadhihi, hii ni bid'a iliyokuwa nzuri zaidi, wallati yanamuna anha khairun min allati yaqumun, na ile sala ya mwisho wa usiku ambayo wengi wanakuwa wanaghafilika nayo ni bora zaidi kuliko hii ambayo wanasali mapema. Walikusudia sala yani kwa sababu inaonyesha kwamba wao walikuwa wakisali mapema ile sala tarawih. Naam. Sasa Umar anasema lau kwamba yani wataichelewesha zaidi hii sala ikawa ni mwishoni mwa usiku, basi hiyo ni bora zaidi kuliko ile kuisali mapema. Na hapa yani kifupi kwamba sala tarawih ni katika qiyamul layl. Naam. Lakini kikawaida inakuwa inatangulizwa. Kwa hiyo ndio historia yake kwa ufupi, yani sala tarawih, na ndio maana mpaka sasa hivi watu tunaisali, tunaendelea nayo kwa sababu ni mwenendo ambao ulipokelewa kwa Umar bin Khattab radhiallahu anhu, na yakaupata kutoka kwa Rasul sallallahu alayhi wasallam. Katika jambo la kujifunza katika mashru'iyati salati tarawih ni hirs ya maswahaba, pupa ya maswahaba kutaka kupata thawabu na kuwa kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumeona kwamba Mtume aliingia kuswali, na baada ya wao kumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam anaswali, basi walienda kuunga jamaa. Hii ni kuonyesha ile hima ya watu kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun, kwamba kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwetu sisi kuna kiigizo chema. Sasa hawakusubiri mpaka waambiwe kama ilivyokuwa sasa hivi. Watu wanahimizwa, wanapewa mawaidha, nasaha, na stili bado moyo wake haujakubali kwenda kufanya vile. Lakini hawa hata hawakuambiwa, bali wenyewe kuona wao wenyewe wakafanya yani haraka ya kwenda
kupata jambo hili la kheri. Na hii ni kuonyesha tofauti ya maswahaba na sisi. Tofauti ya maswahaba na sisi ni kwamba wao walikuwa wana pupa ya kupata mambo ya kheri na wanajihimu kufanya hivyo. Tofauti na sisi, nyoyo zetu kidogo zimekuwa ni nzito katika mambo ya kheri, pamoja na kwamba tunapewa nasaha na mawaidha na ukumbusho, lakini bado ni wazito, hazijawala. Mashaallah, jazakumullah khair. Mudakhala mzuri sana katika hilo. Tuende kwa Sheikh Rashid pale. Kazungumza kidogo Sheikh Mahfudh na kazungumza Sheikh Sultan tarehe nzima ya kuanzishwa hii sala. Tumeona kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisimamisha kwenda kusali msikitini, kuona ile jamaa ilivyokuwa kubwa, yani mkusanyiko, watu wanakuja kwa hamu na hirs ya kuja kusali. Kuja katika wakati yetu sasa hivi hapa Tanzania au Islam kwa ujumla, nazoea siku za mwanzo hizi, leo mwezi 6 bado kidogo misikiti ipo, yani angalau unafika nusu, angalau inazidi nusu na robo, watu wamejaa msikitini. Lakini jua hivyo, wapo watu ukimaliza kusali sala Aisha, assalamu alaikum wa rahmatullah, hata raka 2 za baadia zile hawazisali tayari wanachomoka. Swala langu nataka kuuliza, hawa wanaoacha tarawih bila udhur, hawakusali pale, tuwachukulie dhana njema, wengine labda wanasali majumbani kwao, wanaivuta usiku, wale ambao wanaamua kwamba leo tunaondoka hatusali tarawih, inapunguza kitu katika thawabu za Ramadhan? Sasa mko hapo, kabla kuja katika hii sala tarawih, turudi nyuma kidogo, kwamba tunapozungumza tatizo hili tuje nyuma sana. Je, huyu mtu katika maisha yake anafahamu kitu sunna? Kuna wengine katika maisha yao haipo hasa kitu sunna. Madam sunna maana yake si lazima. Wengine wanafahamu sharashi sunna, bali kitu si lazima. Kwa maana si lazima, nikifanya sawa, nikifanya sawa. Sasa nakuja huyu mtu katika maisha yake yote hana sunna yeye. Na huenda sasa tatizo lipo katika wasomi. Kuna mkuta mtu kasoma lakini hasali sunna, lakini hata fulani hasali, hata fulani hasali, ndio kama mtu anafanya, hata fulani hasali kwao nafuata. Sasa kwa wengine tarawih tu wao labda inawezekana kwa hapendi au vipi, lakini mashaka anasema mtu kama anakuwa khasisu alhal, mwenye hali duni, hali mbaya. Sasa Muislamu akiambiwa hali yake mbaya katika mambo ya dini, nadhani hakubali mtu kama hivyo. Kwa mtu khasisu alhal, hali yake duni, hali yake mbaya kweli. Kwa ajitahidi mtu ambaye anapuuza mambo kama haya katika kufuata maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Najali kama ni fursa. Jana hapa katika kipindi cha jana Sheikh Sultan alitueleza kwamba ndani ya Ramadhani ukifanya sunna inakuwa malipo makubwa zaidi. Kwa hivyo unasali raka hizo utakazosali katika tarawih sunna, lakini unalipwa ujira wa faradhi. Kwa hiyo ni fursa kuitumia badala ya kuondoka. Huu ni ujumbe wa wapenzi watazamaji wale ambao haipo katika akili zao sala ya tarawih au katika nafsi zao nia zao ya kuisali, basi hii ni fursa uitumie. Usali tarawih, ujikaribishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala, upate ujira uliokuwa. Lakini Sheikh Salim, wale ambao wanaosali baadhi ya siku au mwanzoni wanakuwa na himma, lakini sasa kila siku zikienda tunaanza kupungua. Asi kwamba kinyume, kwamba siku ikianza kidogo tukimaliza yote, baadaye kapungua kidogo nusu, baadaye saa 2 zinatosha. Baadaye mmoja nakumbuka Sheikh Salim katika msikiti ambao ipo karibu na sehemu tukokaa, akasema mimi hapa Ramadhani kasali kitu fulani, kwa sababu mwake anaposoma kile qiraa unafurahi, unapenda, unatulia. Sasa msikiti kawaida safu moja nusu basi, na kwenda kwa msikitini sina kwa kutia mguu, umejaa msikiti wote full. Lakini Ramadhani ya 6 7 watu nusu. Sasa hao ambao nusu walitoka wamekwenda wapi? Na kwa nini waliweza kusali siku 5 washinda kusali siku nyingine? Basi mtu alaqal sana japo kwa mke moja. Lakini sasa ile kwamba mtu hana katika moyo wake kwamba hii Ramadhani fursa, alivyosema Sultan jana kwamba hii fursa, thawabu, sunna ni faridha unapolipwa. Kwa mtu vipi yani? Anaomba bana ajikee mtu bana, mimi hapa nikisali mfano tu kama nina thawabu labda 1500 nikinini nakosa thawabu. Sasa ikikei imani al-ghaib kama mimi nikisali thawabu haipo katika maisha yetu. Kwa mtu ajikee ili kama kutibu ile gonjwa, kwa ninaposali kama ninapata pesa mfano milioni 10 milioni 20, je, hapa nikisali zote hizo Ramadhani nzima nitapata ngapi? Mashaallah, jazakallah khair, barakallahu fiki. Madam tunazungumzia sala tarawih, labda tungepata ina raka ngapi na inasaliwa vipi, tupate kujifunza zaidi.
katika hili jambo la sala ya tarawih. Tarawih ina rakaa ngapi na tunasali vipi? Sheikh Salum, yani asli lengo kubwa ni kwamba watu wanatakiwa katika Ramadhani wajipinde katika ibada. Sawa? Na Mtume sallam au Allah subhanahu wa ta'ala akatwekea ibada mbalimbali, maana yake tanawu katika ibada katika mwezi wa Ramadhani. Ili maana yake hiyo ni kama njia za kumfanya kwamba mtu apate hamasa ya kujipinda katika kufanya ibada na kuchuma zile khairi ambazo zimo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo moja katika njia hizo ni hii sala tarawih. Sala tarawih, Mtume sallallahu alayhi wasallam, man qama Ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yeyote yule ambaye atakayesimama katika mwezi wa Ramadhani akiwa na imani na kutarajia malipo, basi atasamehewa katika madhambi yake yaliyopita. Sasa katika kiamu Ramadhani sala tarawih ambayo ni sala nyepesi na kila mmoja anaweza akasali baada ya sala ya Isha. Bila shaka. Sasa hilo ndo lengo, watu wasali tarawih. Na Mtume sallallahu alayhi anasema salatul layli mathna mathna, swala ya usiku ni rakaa mbili. Akikusudia kwamba mtu akisali sala za usiku basi anaweza akasali rakaa zote zile, muhimu kwamba iwe mbili. Na sali mbili na toa salamu. Kwa sababu hadithi imekuja mutlaq, alafu anakwenda tena mbili. Naam. Sasa lakini maulama, tatizo sasa hivi Sheikh Salum, watu wamefanya ile wasila, maana yake njia au unaweza kusema ikhtilafu ndogo. Wanaweza kufanya kwamba ndio kama lengo kubwa. Wakafanya ni mgogoro mkubwa kwamba mpaka watu sasa wakasahau ile ghaya wenyewe. Lengo lenyewe, madhumuni. Ndio wanasema mara moja watu walikuja kugombana katika hii sala tarawih. Wakagombana katika rakazi. Wengine wanasema ni rakaa 8, wengine wanasema rakaa 20. Sasa jana akamuuliza mmoja katika mashekhe. Shekhe, kuna watu katika msikiti wanagombana katika hizi rakaa za tarawih. Wengine wanasema rakaa 20, wengine wanasema rakaa 8. Tufanye kitu gani? Shekhe akasema ikiwa watu wanagombana kwa sababu hiyo, basi bora msikiti ufungwe. Kwa sababu sio lengo watu kugombana. Aslan kwamba ile ni sala yani ya kuja kurudisha kwa Allah Subhanahu, ni sunna maana yake. Sasa ikiwa inapelekea mpaka watu kugombana, maana yake ni mtihani. Sasa ndio ambalo watu wanatoka katika ile njia sahihi, badala ya kufanya jambo liwepo, wanataka kulifanya liwe na mgogoro lisiwepo. Ndio. Sasa kuna baadhi ya watu wanarakiri zaidi katika zile ikhtilafu ambazo zipo katika lile lengo, na kulisahau lile lengo kuu. Yani hata katika swala mathalan watu wataanza kushughulikia, wengine wanafunga mikono, wengine wanaacha mikono, lakini ile lengo la swala ambayo ni khushui hakuna ambaye anazungumza sana khushu. Sasa tukija katika sala tarawih, lengo ni kwamba watu waswali kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini maulama wakatofautiana tu katika zile rakaa za sala tarawih ni zipi ni sunna zaidi, zilizokuwa bora zaidi mtu asali katika sala tarawih. Sawa. Sasa hapo ndo katofautiana. Wako ambao walosema ni rakaa 8. Ndio. Sawa. Pana wengi katika wanachuoni wa Kibadhi wanasema sunna katika sala tarawih kusaliwa rakaa 8 na rakaa 3 za witri, kwa hiyo zitakuwa rakaa 11. Na hili limepokelewa wa Aisha radhiyallahu anha annaha qalat, amesema ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. hakuwa Mtume sallam anazidisha katika Ramadhani au katika miezi mingine kusali katika sala za usiku zaidi ya rakaa 11, akikusudia 8 na 3 za witri. Kana yusalli 4, alikuwa anasali rakaa 4. Fala tasal an husnihinna wa tulihinna, basi usiulize ule uzuri wa hizo na hizo na urefu wake. Thumma yusalli 4, kisha anasali rakaa nyingine. Fala tasal an husnihinna wa tulihinna, kwa maana kwamba anasali 4 kwa khushui na intidham na ubora kila kitu na kisomo kirefu. Alafu anapumzika anasali tena 4 nazo pia kwa khushui na ufanisi. Thumma yusalli 3, kisha anasali rakaa 3. Pia katika Muwatta Imam Malik anasema kwamba amara Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu Ubay bin Ka'b an yajma' an-nas ala salati at-tarawih bi 11 raka. Katika Muwatta Imam Malik napokea kwamba Umar ibn al-Khattab alipomwamrisha Ubay bin Ka'b awasalishe watu rakaa 11, alimwamrisha kwamba awasalishe rakaa 11.
Sawa. Kwa hiyo hii ndio kauli katika kauli ya Ibadhi na wengineo katika Hanabila wanapokea kwamba ni raka 11. Lakini wako wengine ambao wanasema ni raka 20. Ambao hata misikiti mingi atakuwa kusali. Mfano katika madhehebu ya Shafi'i wao wanasema ni raka 20. Pia kauli hii ilipokelewa katika madhehebu ya Kibadhi. Kwa hiyo maana yake ni kuonyesha kwamba maulama hawakufanya kama ni jambo zito hili. Kwa sababu je, inajuzu mtu kuzidisha? Hata kama tuseme Mtume sallallahu alayhi wasallam kasali raka 11. Je, inajuzu mtu kuzidisha zaidi ya 11? Inajuzu. Takriban wote wanakubaliana na maulama. Ndio. Wanasema kwamba inajuzu mtu akasali zaidi ya raka 11 kwa sababu malengo ni kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo yote haya ni katika kuonyesha kwamba kuna khilafu baina wanachuoni, lakini sio khilafu ambayo labda itapelekea ugomvi au kuondoa manake yale malengo ya asili katika hii masala. Na hii ndio ile mashaallah, Sheikh, umechambua kwa ufanisi na umechambua kwa insafu ya hali ya juu bila kumili upande mmoja. Nadhani ujumbe pia umefika kwa watazamaji. Naam Sheikh Mahfudh. Nilikuwa nasema kwa jibu la Sheikh Sultani hapa, ni tuliwahi kuzungumza kwamba dini ni nyepesi. Naam, dini yusr. Dini yusrun, kwamba dini ni nyepesi, na hii inaonyesha dhahiri kwamba wepesi wa dini hii, kwamba wanaoswali raka 8 basi maadhali dalili ipo na imethibiti, ahlan wa sahlan. Na wale wanaoswali raka 20 na ni swala za usiku, tumeambiwa ni raka 2 na kwa hadithi ya mwanzo iliyokuja ni kwamba haina kikomo, ya swali kadri ya uwezo wako. Na atakayetokezea kusali 40 na swali bali imesema watu wa wapi wa Madina, watu wa Madina katika madhehebu ya Maliki walikuwa wakisali raka 39. Subhanallah, mashaallah. 36 tarawih na 3 witr. Wa ni majal maftuh, ni majal maftuh, mlango umefunguliwa, kila mmoja kwa ragba yake na uwezo wake. Mashaallah, jazakumullah khair. Sheikh Mahfudh, hapo kidogo tulizungumzia ile jambo la tushaamua sasa, wengine wanasali 8, wengine 20, tayari tushaingia kwenye sala, nasali 2 natoa salamu, lakini kwenye qiraa, usomaji au speed ya ile sala yenyewe, kuna misikiti inaitwa mwendo kasi na wengine wanasema pijo. Majina haya yametungwa na vijana kutokana na ile kasi ya ile sala, namna inavyosaliwa pale. Sasa kataja kidogo hapa Sheikh Sultan, lakini naacha kwako utuelezee hii utulivu wa tumanina katika hii sala ya tarawih. Ni sali kwa haraka, kuna mipaka gani baina ya haraka na utulivu? Naam, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Tarawih ni ibada, ni swala kama zilivyokuwa sala nyingine, sala za faradhi, sala za sunna, ambazo zina masharti ili kutimilia kwake. Na swala zote, ikiwa ni ya sunna, ikiwa ni ya faradhi, basi sharti ya kwamba kuwepo na tumanina au khushu' ni sharti ya msingi sana uwepo. Kwa hiyo kuswali kwa kwenda mbio na kuharakia kumaliza, hali ya kuwa mtu anaswali bila utulivu, inakuwa ile sala bado haijakamilika vizuri. Kuna kisa cha mtu mmoja, wengine anasema ni Khalad bin Rafi, wengine anasema ni Rifaa bin Rafi. Aliingia msikitini wakati mtume yupo msikitini. Baada ya kuingia akaswali raka 2, akaenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, alisalim alayhi, fasallam alayhi, faradda alayhi sallallahu alayhi wasallam, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Akamwambia rudi kaswali, bado hujaswali. Yule sahaba au yule mtu akarudi tena akaswali kwa mara ya 2 na akafanya kwa mtindo ule ule, na mara ya 3 kwa mtindo ule ule, na jibu la mtume lilikuwa ni lile lile, rudia, kwamba rudi kaswali tena, hujaswali. Mpaka yule mtu alipoona kwamba hawezi tena kufanya zaidi ya vile au kuswali kwa kaifia zaidi ya ile nyingine, kwa hiyo akaomba afahamishwe na mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mtume akamwambia, unaposwali
fa asbigh alwudu. Kwanza jambo la mwanzo ni utie udhu vizuri, uweke udhu vizuri mwanzo mwisho. Kisha baada ya hapo unaingia kwenye sala, fakabir, lete takbiratul ihram, soma sura, na ikisha baada ya hapo usujudu, urukuu. Hatua ya mwanzo ni kurukuu. Utakapo rukuu usinyanyuke kwenye rukuu hata tatmaina raki'an, mpaka utulie katika ile rukuu yake. Kisha baada ya hapo taudi ila al-i'tidal, unarudi katika kusimama, na unatakiwa katika kurudi kwako pia usimame vizuri, utulie, kila kiungo kirudi kwa sehemu yake. Na hakadha ukienda kusujudu na baina sajidataini utulivu unatakiwa. Kwa hiyo tunachokiona, na akamwambia kwamba sala yako unatakiwa iswali kama hivi swala zima. Sasa hii ni kuonesha kwamba yani khushu katika kuswali ni jambo la msingi sana, tofauti na watu wengine wanavyochukulia anaswali salatu takridiki, kama vile kuku anawahi sijui ni wapi. Ule ni muda wa kuswali, yani dakika ambazo unazitumia pale ni za kuswali. Kwa hiyo ile swala inatakiwa uiswali kwa utulivu ili ipate kukubalika. Naam. Sasa tukija katika swala la tarawehe, kama tulivyosema kwamba tarawehe pia ni ibada kama ibada nyingine. Hakuna haja ya mtu kwenda spidi kuswali kwa mbio ili apate kumaliza haraka. Ni bora uswali kwa utulivu, na hapa tumeona sifa ya swala ambayo Mtume alikuwa akiswali kwamba alikuwa anarefusha kisomo na utulivu katika swala yake. Kwa hiyo tunatakiwa sisi tunaposwali pia tarawehe tunatakiwa tuswali kwa utulivu na wala tusiharakie katika kuswali kwa ajili ya kuondosha njiani. Ile ni ibada tunajifanyia wenyewe na sisi ndo tukaenda kuhesabiwa, na wala hamtumswali mtu mwingine zaidi ya nafsi yako. Kwa hiyo aljauda fi sala matluba, ubora katika swala unatakiwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kwamba liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ili apate kujaribu na kujua nani kati yenu anaweza kufanya amali njema zaidi, nzuri zaidi, na sio nyingi zaidi. Wingi si fanye kwa ubora zaidi, sio kwamba natakiwa wingi, lakini ikiwepo wingi basi uwe na uzuri wake. Mashaallah. Mpenzi mtazamaji wa Istiqama Swahili TV, tutoke mapumziko mafupi alafu tarudi tena katika kahawa ya Ramadhani. Unatoka na ujumbe huu kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala anataka ufanye kwa ubora zaidi na sio kwa wingi zaidi au kwa pupa zaidi. Tutoke mapumziko ya muda mfupi alafu tarudi tena katika kahawa ya Ramadhani. Naam, wapenzi watazamaji wa Istiqama Swahili TV, tunarudi tena katika kipindi chetu cha kahawa ya Ramadhani baada ya mapumziko mafupi. Mada yetu ni sala ya tarawehe, baada ya yale maelezo ambayo mashekhe wetu wametolea ya kutupa historia ya sala ya tarawehe, imeanza vipi na namna ya kusali na nasaha ambazo wamezitoa kwa vijana ambao hawajijua thamani ya hii sala ya tarawehe. Tunarudi tena na sasa tunaangazia upande wa wanawake, ushiriki wa wanawake. Tunaona katika misikiti yetu wakina mama, dada na wengine wanakuja kusali. Imekuwa ni utamaduni wa kuchukuana, familia nzima, baba anachukua watoto wake na mama nyumbani kuja kusali. Kuna sehemu za wanawake katika misikiti yetu ya kuja kusali sala ya tarawehe. Ni mipaka ipi kisheria, Sheikh Sultan, katika ushiriki wa mwanamke katika sala ya tarawih? Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Kuhusiana na wanawake kuja katika msikiti kwa ajili ya kusali sala ya tarawih, aslan inavyotakiwa mwanamke anapendezwa kusali katika nyumba yake, nyumbani kwake. Kwa sababu mwanamke yani zaidi hukumu zake zimejengeka katika stara zaidi, atakiwa ajistiri, atahajjab. Kwa hiyo sheria ya Kiislamu hata ikaondoa uwajibu mwanamke kusali sala ya jamaa, kwa sababu hatakiwi
kuhudhuria katika, yani halazimiki yani kuhudhuria katika msikiti. Kwa sababu ya ile kujistiri, yani asiwe ni mtu ambaye anaonekana kila wakati na watu. Lakini je, inajuzu kisheria kutoka mwanamke kuhudhuria katika msikiti? Naam, inajuzu, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la tamna'u ima Allahi masajid Allahi, usiwazuie wajakazi wa Mwenyezi Mungu ambao ni wanawake kuhudhuria katika misikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wanawake kuhudhuria inajuzu ikiwa pengine yule mwanamke anahisi labda anapata hamasa zaidi atakapokuwa kahudhuria katika msikiti, akasikia kile kisomo cha imamu, akaona manake ule wingi wa watu ambao wapo katika ile sala, kwa hiyo anakuwa anapata uchangamfu zaidi. Katika hali kama hiyo itajuzu, lakini ulama wakaika masharti. Moja katika sharti hiyo, inatakiwa kwamba huyu mwanamke awe katika hali ya stara, ajistiri vizuri, avae hijabu, lakini pia awe hajajipamba. Hijabu, shekhe, kwa tafsiri ya vijana wa kike wa sasa ni ile inayozunguka usoni tu hapa. Naam. Ndio kwa tafsiri ya vijana wa kike wa sasa. Lakini hijabu tunazungumzia sisi ni hijabu, yani ni nguo ambayo itamstiri mwanamke katika mwili mzima. Naam. Sasa namna ya uvaaji, ikiwa ni yani avae nguo pana, shungi refu lokatumstiri mpaka labda kwenye magoti na mengine, ndio hijabu ambayo imekusudiwa, sio ile wallahi alazim yudnina alayhinna min jalabibihin, kwa ni jilbabu anatakiwa avae. Kwa hiyo ipatikane stara, iwe ile nguo yake na yeye mwenyewe hajajitia manukato, mapambo wala manukato. Lakini pia ipatikane idhni ya mume. Nambani. Maana sikurupuke tu mwanamke akatoka yeye mwenyewe akaenda msikitini bila ya kuomba idhni ya mume. Na mume akikataa ana makosa yote. Ikiwa atakataa, hapana, kwa sababu sio lazima, sio fardhi. Ile kwenda kusali yeye yule mwanamke sala tarawih, sio fardhi. Kwa hiyo itakuwa hajamzuia labda jambo la lazima kwake. Kwa hiyo hatuingia katika makosa. Allahu a'lam. Kwa hiyo ndio mipaka ya kisheria wanawake kushiriki katika sala tarawih katika misikiti. Aje kwa masharti hayo akiwa amejistiri, hana mapambo wala hana vitu ambavyo vitatia fitna kwa wanaume, akaenda kushiriki sala hiyo ya Sheikh Salim. Kidogo katika hapo alivyosema Sheikh Sultan kuhusu stara, hijabu na mavazi mazuri ambayo Kiislamu inakubali katika kuja msikitini. Nakumbuka mimi katika mashehe nasikisikiliza hawa, nasema alikuwa na nchi fulani bila kutaja jina, kwamba yuko msikitini hivi akamkuta mwanamke kakajifunga tu hivi kama kitambaa kichwani, kava fulani na suruali, anakuja msikitini. Sasa akauliza watu, vile vipi yule, mbona anakuja msikitini? Akamwambia fulani kuja kusali, kava fulani suruali kitambaa kijifunga hapa taji, hajisiri vizuri. Kuonekana kwa wanawake ndio unakimwambia usende, mimi makafiri matuza kuja msikitini kusali. Lakini kwamba hajui kwamba mimi msikitini nivae mavazi gani. Kwa kama ulivyosema kwamba wanawake kuadhibiti kwa hili atavaa, lakini mafuta yale wajitia makali, nasema watanuka. Kwa utakuta mwanamke kuja msikitini, inawezekana kwa upande wa wanaume, wanawake wako mbali, lakini sasa ile njia karibia na pale wanaume anapita pale tu, utanasikia mafuta ya yule mwanamke. Na huenda baadhi ya vijana mpaka hifadhi mafuta haya fulani, mafuta haya mwanamke fulani, kwa kuadhibiti ndio ni kitu vigumu kwa wanawake. Lakini ikiwa wanawake tajidhibiti kama alivyosema Sultan kwamba haina tatizo kusali msikitini. Nadhani ujumbe umewafikia kina mama wa Kiislamu wanaosikiliza na kutuangalia kwamba unayo fursa na nafasi ya kwenda kushiriki sala ya tarawih katika msikiti, lakini kwa vigezo na masharti ambayo yametajwa hapa, ikiwemo kujistiri na kuondoka katika fitna ya kujipamba, na uhakikishe kwamba unapata ruhusa ya mume ambaye upo katika dhima yake. Mashaka pia kuna dhahira nyingine katika misikiti yetu katika sala za tarawih, nao ni ushiriki wa watoto katika kusalisha sala za tarawih. Sio kusalisha, kuja kuswali. Maanake msimu huu wa Ramadhani watoto wengi wanakusanyika msikitini kwa malengo mbalimbali, hasa wakati wa magharibi kutolewa zile sadaka, lakini wakati mwingine pia ni wakati wa sala ya tarawih. Niliwahi kushuhudia tukio katika moja ya misikiti ya tunayosali tarawih, kwamba wanazuia watoto kuja kusali msikitini sala ya tarawih, kuzuia ile tashwishi wanaoifanya, mchezo, kelele na mengine, ambayo kwa uoni wangu dhaifu
ninaona haikuwa sawa kuzuia moja kwa moja, bali badala yake ni kusahihisha, dhibiti. Sijui sheria inatuambia vipi katika dini yetu kwa madhhar au dhahira kama hii ya watoto kushiriki katika sala. Watoto ambao katika umri wengine tayari washaingia wanakaribia balighi, wengine ndio kwanza hapo wadogo, lakini mimbabi ta'wid katika kuwazoesha na kuwalea wao katika msimu kama hii waingie katika sala kama hizo. Je, ipo mipaka ya sheria kama hii kwamba lazima mtoto awe kapata ruhusa au atolewe ikiwa kuna hichi na kile, au tuwapangie waumini wapate kujua, na hasa kizazi chetu kinachokuja hichi? Bila shaka Uislamu umejikita katika kuwajengea watoto malezi ambayo ni sahihi na bora, yanaendana na mfumo wa Kiislamu. Moja ya mikakati ya dini ya Kiislamu ni kuwakuza watoto katika makuzi mema ya kukulia katika mazingira bora ya kidini ambayo baadaye yatawazoesha wao kushikamana na maadili ya Kiislamu. Sasa kuwachukua watoto msikitini haijakatazwa kisheria, bali ni katika jambo zuri, ni katika njia za malezi tansha saliha, kwa sababu vile wakihudhuria na kushuhudia na wao wenyewe wanafanya yale, wanajengeka. Na kumbuke kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na wajukuu ambao ni Hassan na Hussein, ambao walikuwa akihudhuria nao msikitini. Kinachotakiwa ni kuwadhibiti wale watoto. Kwamba wanapofika pale msikitini, kila mzazi na mtoto wake, basi ni vizuri ikiwa udhibiti wa watoto utashindikana, wakipanga safu peke yao, ni bora kila mtoto akasimama na mzee wake ani pembeni, ili kumchunga wasije wakakushanyika wale, ikawa ni sababu ya kufanya vurugu msikitini. Swala la malezi kama nilivyosema limeamrishwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyopokelewa kwa kana anasema, muru auladakum bisalati idha balaghu 7 wadribuhum alaiha idha balaghu 10 farriquhum baina almadaji. Waamrisheni watoto wenu kuswali wakifika miaka 7 na wakifikia 10, ikiwa hawaswali wakazieni kidogo. Sio bakora za kumfanya mtoto tena akachukia kuswali, lakini kumshtua kidogo, ahisi kwamba anatakiwa alitekeleze lile swala. Kwa hiyo kwa dalili hizi na maelezo haya ni kwamba watoto wanaruhusiwa kwenda msikitini. Kinachotakiwa ni ule udhibiti na usimamizi pale msikitini, ndio jambo la muhimu zaidi. Jazakumullah. Lakini Sheikh Salim, hapo nitakuongezea kidogo. Samahani. Hapo una pointi 3. Jambo la kwanza, mtoto gani? Je, mtoto huyu kimchukua msikitini ataweza kukaa kimya hata kama kimdhibiti? Sababu mtu anakuja mtoto msikitini miaka 4, 3, hata kama jamaa zao kimkanya au kimtolea macho makali hivi hasikii, anaanza kuzunguka msikiti wote kuanza kupiga makelele. Hasa inakuwa msikiti wa watu wale ambao ile msikiti wamejenga wao au msikiti wao, kama msikiti wa fulani karibu nao, msikiti wa fulani bana, inaanza chuki baina kwa sababu ya mtoto mdogo. Ikiwa mtoto anaweza kudhibitika kwa hata kama miaka 5, 6, lakini wengine akili zao mashallah zinakuwa, kwani muhimu kwa mtoto aweze kujifunza. Lakini jambo la pili, vile vile mzazi baadhi yao kwamba mimi kumchukua msikitini maki na kumzungumzia kuswali, kwa hiyo kishakukaa jamaa, kishakusimama, kishakurukuu, kishakusujudu, tayari jukumu langu shafani lishaona. Kwa fahamu mzazi ili azoee tu, lakini kumsumisha kusali bado jukumu kwake lipo. Kwa tarawih inakuwa anapata kumbe hii ndio Uislamu. Tulivu katika siku kama hizi tuzitukuze mambo kama haya. Kwa najengeka kifikra, lakini bado kwamba itabaki kwamba jukumu la kumfundisha kusali amsimamie moja baada ya moja, bado linabaki kwa mzee, halitaondoka kwa kumchukua katika swala ya tarawih. Mashaallah, jazakumullah khair. Kila mmoja anampa nusu dakika neno la mwisho kwa watazamaji wetu kuhusu jambo zima la swala ya tarawih, kwa shariha nzima, watu wazima, watoto, wanawake, vijana, neno moja. Naanza kwako Sheikh Rashid, narudia hivi. Mimi nasaha yangu kwamba maimamu na watu wanaoswali msikitini wakubaliane kwa kitu kimoja, wasigombane kwa sababu karifusha sana au sababu kidogo kidogo au sababu kwa haraka, kwa kitu kimoja, ili msikiti tusio na ugomvi baina yao na kuna mapenzi baina ya imamu na maamuma. Imamu chunga wa maamuma wako. Mie na saa zangu kwa Waislamu ni kwamba Ramadhani ni msimu wa mavuno,
ni kama ilivyokuwa misimu mingine ya kibiashara. Naam. Kwa hiyo na sisi Ramadhani ni msimu wa kuchuma, tujitahidi kuitumia fursa ili kimaliza Ramadhani tuwe tumevuna mavuno mazuri ya kutufaa hapa duniani na kesho akhera. Jazakumullah khair, barakallahu fiki. Tumia mkulima msimu wa kuvuna huo. Sheikh Sultan. Na mimi nakazia hayo, tujitahidi katika mwezi wa Ramadhani kufanya ibada, na siku ndo zinaenda mbele hizo. Kwa hiyo tujitahidi kutumia maana fursa hii ambayo hatujui kwamba itakuja kujikariri tena katika maisha yetu. Alhamdulillah. Jazakumullah khair mashekhe kwa nasaha zenu na elimu yenu mliotoa kwa jamii hii ya Kiislamu. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe taufiki na tuthibitishe katika kutekeleza haya, na nyinyi Allah waongezee katika elimu yenu, mwafae umma mzima wa Kiislamu na dunia nzima. Mpenzi mtazamaji wa Istiqama Swahili TV, hii ni kahawa ya Ramadhani, na kwa leo tumefikia mwisho wa kipindi chetu hichi. Leo tulikuwa naye Sheikh Sultan bin Nasr Riyami na Sheikh Mahfudh bin Salim bin Khamis na Sheikh Rashid Al-Aisari wakizungumzia jambo zima la tarawih. Ni matumaini yetu kwamba umeondoka na ujumbe mzuri unaohusu swala zima la sala ya tarawih. Kumbuka kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia thumma la tusaluna yawma idhin 'anil na'im, kisha takuja kuulizwa siku hiyo kuhusu neema nyingi alizokuneemesha. Je, unajua kama moja ya neema hizo ni uwepo wa sala tarawih katika mwezi mtukufu wa Ramadhani? Unaitumia? Jawabu unalo mwenyewe, na muomba Allah subhanahu wa ta'ala tuthibitishe katika haki na tuongoze katika njia iliyo sawa ili tufike kwake hali ya kuwa ameturidhia. Masakumullahu bil khair was surur. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.